Haleluya, watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jina la Mungu lihimidiwe sana. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Petro, nikiwa jimboni Arusha nchini Tanzania. Ninayo furaha kuwakaribisha katika mafundisho haya ya semina ya neno la Mungu kwa muda wa siku 4 ambayo tunajifunza kwa njia ya mitandao mbalimbali ya kijamii. Tunapatikana live kwa mfumo wa sauti kuanzia Facebook katika channel yetu ya Jerusalem Family TV, YouTube katika channel yetu ya Jerusalem Family TV, mpaka kwenye magrupu yetu ya huduma ya Jerusalem Family WhatsApp na pia Jerusalem Family TV Telegram. Mahala pote unaweza ukatupata katika semina hii ya neno la Mungu kwa muda wa siku 4, na leo ikiwa ni siku ya kwanza. Ninaomba tuombe ili kuweza kuanza semina yetu rasmi. Katika jina lako Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mungu, tunakushukuru katika ishara ya msalaba wako mtakatifu, kwa sababu wewe ndiye Mungu ambaye umetupa neema, uzima na kibali kukutana mahali hapa ili kujifunza semina hii. Baba, tunasema asante kwa sababu ni upendo wako ni ambao umetuvuta wanao kutoka maeneo mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania ili kujifunza semina hii kwa muda wa siku zote 4-5. Roho Mtakatifu, tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Ninaomba toba na msamaha maeneo yote ambayo tumekutenda dhambi. Naomba Jehova, katika mkono wako ulio hodari, ututakase na kutusafisha kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, tukiamini katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Tunaomba Roho Mtakatifu, damu yako Yesu ituunganishe hapa nilipo Arusha na paka hapo alipo msikilizaji huyu, ili Bwana sote tukapokee mafundisho haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na unaweza ukasema amen. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, leo ni siku ya kwanza ya semina yetu, na semina hii ni ya muda wa siku 5. Katika semina hii tutakuwa tunajifunza somo linaloitwa Roho Mtakatifu katika ndoto. Roho Mtakatifu katika ndoto. Hili ndilo somo tutakuwa tunajifunza kwa muda wa siku zote 5. Linaitwa Roho Mtakatifu katika ndoto. Roho Mtakatifu katika ndoto. Unaweza ukaandaa daftari lako au ukakaa mazingira yaliyotulia ili kusikiliza kwa umakini. Malengo ya somo hili. Malengo ya hili somo ni kuwatengenezea watu uelewa wa kufahamu masuala mbalimbali kuhusu ndoto. Malengo ya hili somo ni kuwatengenezea au kututengenezea Wakristo wote na kila mtu atakayesikiliza mahala popote pale, ufahamu utengenezeke ndani yako wa kuelewa masuala mbalimbali kuhusu ndoto. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi tumekuwa tunaota ndoto na tunashindwa kufahamu tafsiri ya ndoto tunazoota. Tunashindwa kuelewa kwa nini tunaota ndoto, na wengine tumekuwa tukiteseka tu kuhusiana na masuala ya ndoto. Na ndio maana Roho Mtakatifu amenipa mzigo wa kuomba muda mrefu sana juu ya masuala ya ndoto, na kutokana na mzigo huo Mungu ameamua kutupa mafunuo ya hii semina ili atusaidie kutatua walau kwa asilimia baadhi ya changamoto zinazohusu ndoto. Kwa hiyo kama unapata shida kuhusu ndoto, mahali hapa ndio umefika. Utapata masomo yatakayokusaidia upate uelewa kuhusu ndoto. Na pia semina hii pia CD zake kwa mfumo wa MP3 zitakuwa zinapatikana kwa yule ambaye atahitaji atengenezewe MP3 ya hii semina. Yani ni audio ambazo zitatengenezwa katika mfumo wa one track kama CD. Utakuwa una uwezo wa kurushiwa kwa WhatsApp, Telegram na mtandao wote ule wa kijamii mahala popote ulipo. Unaweka kwenye flash yako, utaendelea kusikiliza siku zote za maisha yako utavyotaka. Ukihitaji CD hiyo, wasiliana nasi kwa namba tumeweka hapo. Mungu ataendelea kukubariki.
Tuanze moja kwa moja somo letu la siku ya leo. Kumbuka somo nimekuambia linaitwa Roho Mtakatifu katika ndoto. Roho Mtakatifu katika ndoto. Tuangalie nini maana ya Roho Mtakatifu. Nini maana ya Roho Mtakatifu? Au unaweza ukasema Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu inayotuunganisha na ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu inayotuunganisha na ufalme wa Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu inayotuunganisha na ufalme wa Mungu. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 15. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 15. Maana ya Roho Mtakatifu kibiblia ziko nyingi. Hakuna maana moja inayomwelezea Roho Mtakatifu katika maandiko, ila kuna maana mbalimbali ambazo Biblia zinamwelezea Roho Mtakatifu. Maana mojawapo, Biblia inatusaidia kuelewa kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu inayotuunganisha na Mungu. Ina maana Roho Mtakatifu ni nafsi kiunganishi ambacho kinatuunganisha na Mungu Baba, muumba mbingu na dunia, na Mungu Mwana Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndiye Mungu ambaye anatuunganisha na hizi nafsi mbili. Ukisoma hii kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 15, inasema namna hii: hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapashe ni habari. Ukisikiliza Injili inatueleza vizuri kabisa namna ambavyo Yesu anawaambia mitume wake anayo mengi ya kuambia, lakini hakisema yote kwa muda huo. Anasema hakuna mtume, hakuna mwanafunzi atakayeweza kuyastahimili. Kwa hiyo, kwa sababu hakuna anayeweza kuyastahimili, yeye anaondoka. Na anapoondoka, haina maana ya kwamba hayo mengi aliyokuwa nayo ya kusema ndiyo hatupaswi kuyajua, ila tunapaswa kuyajua kwa kumwachilia Roho Mtakatifu ambaye Yesu anamuita msaidizi wetu. Anasema huyo Roho atakapokuja, atakuja awaongoze, awatie na kwenye kweli yote. Alafu anaongea kitu kimoja kizuri sana. Anasema huyo Roho atatwaa kwa yaliyo ya Yesu, atatupasha habari. Alafu anasema tena yaliyo ya Baba ni yangu. Tafsiri yake ni nini? Ina maana Roho Mtakatifu ndiyo nafsi kiunganishi anayechukua taarifa kwa Mungu Baba, anapeleka kwa Mungu Mwana Yesu Kristo, afu analeta kwa wanadamu. Narudia tena hii sentensi kusaidia. Roho Mtakatifu ndiyo nafsi ya Mungu ambayo inachukua taarifa kwa Mungu Baba, inaleta kwa Mungu Mwana na inaleta duniani kwa wanadamu. Na ndiyo maana mwanadamu ambaye akitaka kujua siri za ufalme wa Mungu, akitaka kujua taarifa zinazohusu Mungu, hawezi kuzifahamu mpaka ajulishwe na Roho Mtakatifu, kwa sababu kila nafsi ya Mungu ina nafasi yake. Mungu Baba ana nafasi yake kwenye ulimwengu wa roho kama nafsi ya Mungu, kama Baba. Mungu Mwana Yesu Kristo ana nafasi yake katika ulimwengu wa roho ambayo ni ukombozi, ndiyo nafasi yake.
Mungu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya tatu ya Mungu ina nafasi yake katika ulimwengu wa roho, na position yake tunayoonyeshwa leo kwenye Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 15 unatuonyesha position, nafasi ya Mungu Roho Mtakatifu ni msaidizi achukuae taarifa kwa Mungu Baba, analeta kwa Mungu Mwana, analeta kwetu duniani. Oh, haleluya, wana wa Mungu. Si kama tunaenda pamoja kanisa la Bwana au kuna mara ninawaacha. Hoja tuendelee taratibu, tutaelewana tu. Sasa tunapoenda leo katika semina hii ya Roho Mtakatifu katika ndoto, Roho Mtakatifu anahusika gani katika ndoto? Iko namna hii. Ngoja nikupe uhusika wa Roho Mtakatifu katika ndoto, afu utaelewa vizuri zaidi. Roho Mtakatifu katika ndoto, Roho Mtakatifu katika ndoto. Roho Mtakatifu katika ndoto ni kiungo kinachotuwezesha kuota ndoto za kimungu. Roho Mtakatifu ni kiungo kinachotuwezesha kuota ndoto za kimungu na kututafsiria maana sahihi ya ndoto za kimungu. Roho Mtakatifu ni kiungo kinachotuwezesha kuota ndoto za kimungu na kututafsiria maana sahihi ya ndoto za kimungu tunazoota kupitia uwezo tendaji wa karama zake ndani yetu. Kwa Roho Mtakatifu katika ndoto, ambaye tumemwona ndio nafsi kiunganishi kinachotuunganisha na ufalme wa Mungu. Huyu Roho Mtakatifu anapohusika kwenye ndoto, anasimama kama kiungo kinachotuwezesha kuota ndoto. Tafsiri yake ni nini? Ina maana huwezi kuota ndoto kama haujawezeshwa kuota hiyo ndoto na Roho Mtakatifu. Na ndoto ninayoongelea hapa ni ndoto zinazohusu ufalme wa Mungu. Narudia tena hii sentence. Huwezi kuota ndoto za ufalme wa Mungu kama hujawezeshwa na Roho Mtakatifu kuota hizo ndoto, kwa sababu yeye ndiye kiungo ambaye anatufunulia siri za Mungu kwa njia ya ndoto. Kwa ndoto ni lango la kupokea siri za ufalme wa Mungu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kupokea siri za ufalme wa Mungu katika ndoto. Roho Mtakatifu akisha kuletea ndoto juu ya ufalme wa Mungu, au ndoto inayohusu ufalme wa Mungu, au ndoto iliyotoka kwenye ufalme wa Mungu, akikuletea kwenye maisha yako, anakuwa ana lengo na sababu maalum, na ndiyo maana anakuletea ndoto hiyo. Si kama tunaenda pamoja kanisa la Bwana. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Ramashandarabasaka. Sikiliza vizuri. Kwa Roho Mtakatifu akisha kuletea ndoto, na pia ndiye anayekusaidia na kufahamu tafsiri sahihi ya ndoto aliyokuletea. Kwa mpaka sasa tumefahamu mambo mawili kuhusu Roho Mtakatifu katika ndoto. Jambo la kwanza tunalopata kufahamu kuhusu Roho Mtakatifu katika ndoto ni kwamba yeye ndiye anayetuwezesha kuota ndoto zinazotoka kwenye ufalme wa Mungu. Jambo la pili, yeye ndiye anayetusaidia kupata tafsiri sahihi ya ndoto zinazotoka kwenye ufalme wa Mungu. Huu ndio uhusika wa aina mbili wa Roho Mtakatifu katika ndoto. Sasa unaweza ukawa umesikiliza, labda bado hujanipata vizuri. Ngoja tusogee tuangalie case study fulani. Au kwa Kiswahili unaweza ukasema tuangalie kisa mkasa cha Danieli na Nebukadreza. Kisa mkasa hichi cha Danieli na Nebukadreza kitatusaidia upate uelewa wa kutosha juu ya hii hoja ninayokueleza kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatuwezesha kuota ndoto zinazotoka kwa ufalme wa Mungu,
na yeye ndiye anayetusaidia kupata tafsiri sahihi ya ndoto za ufalme wa Mungu. Sasa ngoja nikuonyeshe kisa mkasa cha Nebukadreza na Danieli kutoka kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28. Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 2, sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28. Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28. Mahala popote pale unaponisikiliza, hii ni semina ya neno la Mungu tukijifunza somo linaloitwa Roho Mtakatifu katika ndoto. Ndivyo tunavyoendelea kuweka msingi au utangulizi wa somo hili leo, ikiwa ni siku ya kwanza. Naomba uendelee kukaa attention. Petro anaendelea kuwasha moto wa petroli kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na ukimwaga maji unaendelea kuwaka zaidi. Oh, haleluya, kanisa la Bwana. Tuendelee. Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28. Neno la Mungu linasema, hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika na usingizi wake ukamwacha. Ndipo akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na waashiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, e mfalme, uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Sikiliza hiyo vizuri. Biblia inatueleza mfalme Nebukadreza katika kumiliki kwake aliota ndoto, na alipoota ndoto hii, ndoto ikampa hali ya mshtuko, kwa akakusanya Wakaldayo, akakusanya na waganga, akakusanya na wachawi, kwa lengo moja tu, wamsaidie kuelewa tafsiri ya ndoto aliyoota. Kwa watu hawa walipokusanyika kwa mfalme, Wakaldayo, waganga na wachawi wakaanza kwa kutoa heshima kwa mfalme. Wakamwambia, mfalme, uishi milele, tueleze ndoto uliyoota, tukupe tafsiri yake. Angalia kitu cha kushangaza. Mfalme akawaeleza namna hii, akawaambia mara ya pili kwamba nimeota ndoto tena, na wao tena wakataka hawaeleze tafsiri ya ile ndoto. Mfalme akawaeleza, hakumbuki ndoto aliyoota. Ndio kitu ambacho mfalme aliongea, hakumbuki ndoto aliyoota. Hawa jamaa wakamwambia mfalme kwamba haiwezekani mtu ambaye anaweza akakueleza tafsiri ya ndoto uliyoota huku uikumbuki hiyo ndoto. Yaani iko namna hii. Yaani kwa mfano wewe hapo unayenisikiliza muda huu, akufuate mtu akwambie, bwana we, mimi usiku nimeota ndoto. Umwambie, ndoto gani? Anakuambia, na imani unaweza kabisa kunisaidia. Afu ukamwambia, nihadisie hiyo ndoto, umeotaje? Afu huyo mtu anakuambia, niambie tu maana ya hii ndoto, maana siikumbuki hata ndoto yenyewe. Sijui unaweza ukamjibu kitu gani? Kwa sababu mtu wa namna hii, ina maana anatafuta vitu viwili kutoka kwako. Kwanza, anatafuta umkumbushe ndoto aliyoota, kwa sababu haikumbuki. Ila anachojua tu ni kwamba ameota ndoto, na hana raha moyoni kwa sababu ameota ndoto na hakumbuki ni ndoto gani. Kwa anataka umkumbushe ndoto aliyoota. Na kitu cha pili, mtu wa namna hii anataka ukishamkumbusha ndoto aliyoota, umwambie na tafsiri ya ndoto aliyoota. Ndio kilichokuwa kwa Nebukadreza. Alikuwa akumbuki ndoto yake, anataka aambiwe, akumbushwe hiyo ndoto na aambiwe tafsiri ya hiyo ndoto. Sasa hao Wakaldayo wakashangaa pamoja na waganga na wachawi. Wakamweleza, hakuna anayeweza kukueleza tafsiri, labda mtu asiyefanya vikao. Akawaeleza kabisa kwamba kitu kinachoweza kusema hiyo ndoto labda ni kitu ambacho akifanyi vikao na wanadamu, labda ni miungu. Sikiliza vizuri hapa inavyoendelea. Nebukadreza akapatwa hasira, akaona kama hakuna mwenye hekima, hakuna mtu kwenye taifa hili ambaye anaweza akanisemesha juu ya hii ndoto niliyoota. Akatangaza kuwaua watu wote wenye hekima, watu wote wenye karama mbalimbali za kinabii. Akatangaza kuwaua kwenye taifa lake, kwa sababu akaona hakuna faida ya kuwa na watu wa namna hiyo kama hawawezi kumsaidia kupata tafsiri ya ndoto aliyoota. Basi baadaye ilipopigwa mbiu ya kwamba Nebukadreza ameota ndoto na pamekosekana mtu wa kumsaidia tafsiri yake, ile taarifa ikaenea miji yote, ikaenea kila mahala.
ikamfikia mpaka Danieli ambaye alikuwa ni mmoja wa Israeli wanaoishi katikati ya ufalme wa Wakaldayo. Danieli kama Mwisraeli na alikuwa na karama ya kinabii, aliposikia hiyo habari ya wanauliwa wenye hekima wote, akajaribu kujiangalia, akagundua na yeye ni mmoja ya wenye hekima, kwa akajua hata mimi tauliwa. Kwa Danieli alichokifanya ni kukimbia haraka kwenda kutafuta namna ya kutoa tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza. Kwa Danieli akamuomba mtu fulani alikuwa anaitwa Arioko, ambaye alikuwa ni mmoja wa wasaidizi wa mfalme. Akamwambia, mwambie mfalme naomba anipe muda, nitamletea tafsiri ya ndoto yake kesho. Danieli akajipa uhakika. Kwa hiyo ile amri ya kuwaua watu wenye hekima ikasitishwa kwa muda, wakiwa wanasubiri jibu la Danieli. Nikijaribu kuvuta picha, bila shaka usiku ule ulikuwa ni usiku wa pressure, kwa sababu na imani kila mtu alikuwa anasikilizia kwamba je, yule dogo atakuja na tafsiri kweli? Na vipi kama akaja bila tafsiri? Kwa kesho ndio tunakufa. Biblia haijaandika hayo, lakini nikijaribu kutafakari napata picha ya namna hiyo. Basi baada ya hapo Biblia inasema Danieli akawakusanya ndugu zake wakina Meshaki, wakina Shadraka, wakina Abednego, wakajifungia mahala wakaomba. Asubuhi Danieli akaenda na tafsiri ya ndoto, akiwa anakumbuka ndoto ya Nebukadreza na akiwa amepata tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza. Sasa hii ni case study ambayo nimeamua kukupa muda huu, ambapo katika case study hii kuna vitu muhimu sana vya kujifunza vinavyohusiana na hili somo letu linaloitwa Roho Mtakatifu katika ndoto. Vitu gani hivyo? Kwanza, nataka ufahamu nini kilichomuotesha ndoto Nebukadreza na nini kilichomsaidia Danieli kuelewa ndoto ya Nebukadreza. Iko hivi, Nebukadreza aliyemuotesha ndoto ni Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu ndiye aliyemuotesha ndoto Nebukadreza. Na pia Mungu Roho Mtakatifu huyo huyo ndiye aliyemsaidia Danieli kufahamu maana na tafsiri sahihi ya ndoto ya Nebukadreza. Kwa nini? Kwa sababu katika hii Danieli sura ya pili, mstari wa 19 hadi wa 23. Danieli sura ya pili mstari wa 19 hadi wa 23. Danieli 2:19-23. Neno la Mungu linasema namna hii: ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamuhimidi Mungu wa mbinguni. Nataka usikie hapa panaposema ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Neno Danieli alifunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, ina maana Danieli aliwezeshwa. Ndio maana Biblia inasema alifunuliwa. Ingekuwa Danieli alijifunulia mwenyewe hiyo siri, Biblia ingesema ndipo Danieli alipojifunulia siri. Ila inasema alipofunuliwa, ina maana aliwezeshwa na Mungu Roho Mtakatifu. Na mstari wa 20 unasema Danieli akajibu akasema, na alihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huzuru wafalme na kuwakamilisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa ufahamu wenye maarifa. Yeye hufunua mambo ya siri, hufunua mambo ya fumbo na ya siri. Huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa naye. Na shukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Sikiliza hiyo sentensi vizuri. Maneno anayoongea Danieli kwenye hichi kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 19 hadi 23 yanatusaidia kuelewa kabisa Danieli aliyemwezesha kuelewa ndoto ya Nebukadreza ni Roho Mtakatifu. Na pia Roho Mtakatifu huyo huyo ndiye ambaye alimuotesha Nebukadreza hiyo ndoto. Na Roho Mtakatifu huyo huyo ndiye aliyefanya Nebukadreza hasahau ndoto aliyoota. Ni vitu muhimu sana ambavyo vinaweza vikakuchanganya, lakini ukivielewa utapata msingi mzuri sana. Sikiliza, tuendelee taratibu. Ukiangalia hichi kitabu, Danieli anasema ahimidiwe Mungu ambaye hufunua mambo ya siri na yajayo, na pia anasema huwajulisha wafalme mambo yatakayotokea. Kwa nini? Ina maana mfalme Nebukadreza
Danieli alikuwa anamuibidi Mungu wa baba zake, Mungu wa Israeli, kwa sababu amemfunulia Nebukadreza mambo yajayo. Kwa kule mwanzoni nilipokueleza, Roho Mtakatifu ndiye nafsi ya Mungu inayotusaidia kuota ndoto za Mungu. Ina maana hichi kitabu kinakuthibitishia hilo, kwamba nilichokuambia muda ule sio usanii, kwa sababu hapa tunaambiwa Mungu huwajulisha wafalme siri za mambo yajayo. Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu. Oh, haleluya, kanisa la Bwana. Ramashandaraba. Sikiliza vizuri. Na tena hapa neno linaendelea kutufunulia kwamba ina maana Roho Mtakatifu ndiye alimpa Danieli na hekima, akampa Danieli na maarifa, akampa Danieli na ufahamu wa kufahamu siri za tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza. Bila Roho Mtakatifu, Danieli asingekuwa na hekima ya kufahamu maana hiyo ndoto, asingekuwa na maarifa, wala asingekuwa na ule ufahamu wa kugundua maana ya ndoto ya Nebukadreza. Hiyo inamaanisha ukitaka kufahamu tafsiri ya ndoto ya aina yoyote ile, ni lazima ujulishwe hiyo tafsiri na Roho Mtakatifu mwenyewe. Narudia hii sentensi usikie vizuri, wewe ambaye umekuwa unahangaika ukiota ndoto unaenda kuwauliza watumishi. Sikiliza, iko hivi. Ukitaka ufahamu tafsiri ya aina yoyote ile ya ndoto uliota, lazima ujulishwe na Roho Mtakatifu mwenyewe, kwa sababu Danieli anatusaidia kupata ushahidi wa jambo hilo. Maana Danieli paka anaelewa tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza ni kwa sababu alipewa hekima, akapewa na maarifa, akapewa na ufahamu wa kujua tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza. Danieli hakujipa kwa sababu tu kwamba ni mtumishi wa Mungu, ni nabii, basi akawa na ule uwezo. Hapana, ili mbidi haende akaombe, hanyenyekee kwanza mbele za Bwana Mungu, mpaka akaachilia mafunuo yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akamfunulia juu ya ile ndoto kwa kumpa hekima na maarifa na ufahamu, ndipo akaweza kufahamu juu ya ndoto aliyoota. Oh, mwana wa Mungu, sikiliza, wewe ambaye umekuwa ukiota ndoto, hilo shika sana siku ya leo, usije ukaliachia. Likamate na liandike kwenye kibao cha moyo wako kwamba ndoto yoyote ile inayotoka kwa Mungu, hakuna anayeweza kukutafsiria. Sio mtumishi anaweza kukutafsiria, wala sio mtumishi yoyote yule, bali ni Roho Mtakatifu ndiye pekee anayeweza kukutafsiria. Oh, haleluya, Bwana Mungu aliye hai. Mungu atukuzwe, kanisa la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Karabashandaraba. Ngoja tuendelee, tutaelewana tu siku ya leo. Tunaendelea kuweka utangulizi, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye alimpa Danieli maana sahihi ya ndoto ya Nebukadreza. Ndio maana nakueleza hakuna mwingine wa kukupa maana sahihi ya ndoto ya Nebukadreza. Sikiliza, ujue unaweza ukapewa maana ya ndoto lakini usipewe maana sahihi ya ndoto. Tarudia tena hii sentence. Unaweza ukapewa maana ya ndoto uliota, ukapewa kabisa, ukauliza watu, ukawahadisia, huku hadi unalia na machozi, huku paka hauna amani, wakakupa tafsiri. Inawezekana kabisa, lakini ni vigumu sana kupewa maana sahihi ya ndoto uliota. Sikiliza vizuri. Nebukadreza, angalia, alipoota ndoto, mahala pa kwanza alipokimbilia ni kwa wachawi na waganga ambao walichemka kumpa maana sahihi ya ndoto yake. Na ndivyo watu wengi tulivyo, tukiota tunakimbilia maeneo ambayo hatuwezi kupewa maana. Hawa wachawi walikuwa ni watumishi wa miungu, hawakuwa watumishi wa Mungu aliye hai. Na ndio maana unatakiwa uwe makini sana. Sio kila mtumishi unaenda kumuuliza ndoto hii nimeota ina maana gani. Unajua amebeba Mungu gani ndani yake. Mwenzako Nebukadreza alienda kuuliza watumishi waliobeba Mungu wa kichawi, na walidhamiria kumdanganya maana ya ndoto yake. Na ndio maana ukisoma hii Danieli sura ya 2 niliyokupa kwenye case study, kuna mara utaona imeandika kwamba Nebukadreza anawaambia, najua mmepatana mnidanganye juu ya ndoto, mmepatana mseme maneno ya uongo juu ya ndoto yangu. Kwa nini? Ina maana siku zote mtumishi aliyebeba roho nyingine hawezi kukupa tafsiri ya ndoto sahihi. Hata we mwenyewe kama ndani yako umebeba roho nyingine, huwezi kupata tafsiri sahihi ya ndoto. Kwa sababu sikiliza, ngoja nikuchanganye kidogo, afu pia utaelewa, ila na kuchanganya ila utaelewa. Roho Mtakatifu anamuotesha ndoto
Mpagani anamuotesha ndoto, mtu aliyeokoka anamuotesha ndoto, anayesali kila Jumapili, anayesali wiki nzima akosi kanisani, wote hao Roho Mtakatifu anaweza akawaotesha ndoto. Sikiliza vizuri. Roho Mtakatifu anaweza akamuotesha ndoto mpaka mtoto wa mama mdogo. Anaweza akaruhusu akaota ndoto. Kuota ndoto sio kigezo cha kwamba eti wewe ndio una wokovu kweli kweli. Hapana. Sio kigezo. Mtu yote yule ana nafasi ya kuota ndoto. Na kwa sababu gani nakueleza namna hiyo? Kwani Nebukadreza alikuwa kipindi kile ana Mungu gani? Hakuwa na Mungu wa Israeli. Alikuwa ni mtu mwenye miungu mingine, tofauti kabisa na Mungu wa Israeli. Na ndio maana alipoota ndoto akawaita wachawi, kwa sababu wale wachawi walikuwa ni Mungu mmoja na yeye. Ila alipewa ndoto na Roho Mtakatifu juu ya mambo ya ufalme wake. Si kama tunaenda pamoja. Kwa Roho Mtakatifu anapootesha ndoto mtu wenye miungu ya aina yoyote ile, kwa habari ya tafsiri, hiyo ndio inabaki ya kwake peke yake. Hawezi kukubali miungu hiyo ikajua tafsiri ya ndoto uliyoota. Na ndio maana ukiota ndoto ya Mungu, kama amefunga usielewe tafsiri, hata ukaenda kwa mganga huwezi kupata tafsiri, kwa sababu anayeweza peke yake kufahamu mafumbo na siri za ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu peke yake. Oh, haleluya, wana Mungu ali hai. Wake up my dear brother and sister. Rama shandaraba karabashaka. Ngoja tuendelee taratibu sana. Sasa kuna kitu kimoja hapa nimeweka, kinasema namna hii. Unaweza ukajiuliza kwa nini nasema Roho Mtakatifu ndiye aliyempa Danieli tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza, huku hata Biblia kwenye hicho kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28 akijataja neno Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na swali la namna hiyo ndani ya moyo wako, kwamba nimekueleza mahali hapa Roho Mtakatifu ndiye ambaye alimsaidia Danieli kupata tafsiri ya ndoto yake, lakini ukikaa kuangalia kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28 huwezi ukakuta neno Roho Mtakatifu. Imeandikwa Mungu tu, Mungu tu. Huwezi ukajiuliza kwa nini mimi ninasema ni Roho Mtakatifu afu hapa imeandikwa Mungu. Iko namna hii. Sikiliza. Nasema hivyo ni kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo nafsi ya tatu ya Mungu itoayo karama ya hekima na maarifa, ambazo karama hizi mbili ya hekima na maarifa ndiyo vilivyomwezesha Danieli kujua na kufahamu tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza. Roho Mtakatifu ndiye mmiliki wa karama ya hekima na karama ya neno la maarifa, ambavyo ndio vilimwezesha Danieli akaweza kufahamu tafsiri ya ndoto ya Nebukadreza. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 8, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema namna hii: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, bali Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi katika kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa, sikiliza vizuri, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Sikiliza, maana mtu mmoja kwa Roho hupewa neno la hekima. Afu anasema hivi, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Biblia inatueleza wazi kwamba mtu mmoja anapewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa, na anayempa huyu mtu mmoja ni Roho Mtakatifu. Afu kirudi nyuma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2 ule mstari wa 9 na kuendelea, Danieli anasema ahimidiwe Mungu aliyemjulisha kwa kumpa hekima na maarifa na mafunuo ya siri ya ndoto ya Nebukadreza. Kwa hiyo kumbe Danieli alipewa hekima na maarifa. Na ukija kwenye Wakorintho hii inatuambia Roho Mtakatifu ndiye ambaye huyo mmoja humpa mtu mmoja neno la hekima na neno la maarifa. Kwa hiyo ninapokueleza Mungu Roho Mtakatifu ndiyo nafsi iliyohusika kwenye kumjulisha Danieli maana ya ndoto ya Nebukadreza, sikwambii kitu cha kubahatisha, kinathibitishwa
Na hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 8 inatuthibitishia. Kwa nini? Kwa sababu inatuambia mtu mmoja hupewa neno la hekima, na Danieli alipewa hekima ya kujua ndoto. Mtu mmoja hupewa neno la maarifa, na Danieli alipewa neno la maarifa kufahamu ndoto. Nani aliyempa? Ni huyu Roho Mtakatifu ambaye humpa mtu mmoja. Na ndio maana katika mamia ya manabii wa Kalidayo, katika maelfu, alipewa mtu mmoja, na hili neno linatuambia mtu mmoja hupewa. Si kama tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Na sababu ya pili ambayo inatosha kabisa ya kibiblia kukueleza Roho Mtakatifu ndiye ambaye ndio nafsi ya Mungu inayohusika kwenye ndoto. Sababu ya pili ni hapa. Roho Mtakatifu ndio nafsi ya tatu ya Mungu itufunuliayo wanadamu kujua siri za Mungu. Roho Mtakatifu ndiyo nafsi ya tatu ya Mungu itufunuliayo wanadamu kujua siri za Mungu. Roho Mtakatifu ndiyo nafsi ya tatu ya Mungu itufunuliayo wanadamu kujua siri za Mungu. Kwa ninapokueleza kwamba Roho Mtakatifu ndiyo nafsi ya Mungu ambayo ilimsaidia Danieli kufahamu juu ya ndoto aliyoota, inathibitishwa na kitabu cha Yohane, Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 13. Kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 13. Neno la Mungu linasema, hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sikiliza vizuri sasa. Tunaambiwa kwenye hili neno kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye ambaye Yesu Kristo anamuita Roho wa kweli, atakuja atuongoze kwenye kweli yote, na hatonena kwa shauri lake mwenyewe, ila atakayoyasikia. Kwa nani? Kwa Mungu na kwa Yesu. Atatupasha habari mambo hayo. Kwa njia gani? Kwa kutufunulia. Kwa Roho Mtakatifu ndiyo nafsi ya Mungu inayotufunulia kujua siri za Mungu zinazotoka kwa Mungu na kwa Yesu. Bila Roho Mtakatifu huwezi kujua. Na ukirudi kwenye hichi kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 28, inatueleza wazi kabisa. Danieli anasema, ahimidiwe Mungu wa baba zetu, ambaye amemjulisha mfalme Nebukadreza siri za mambo yatakayotokea. Na hapa tunapata kuelewa kwenye Injili ya Yohane sura ya 16 kwamba Roho Mtakatifu ndiye atufunulia siri za ufalme wa Mungu. Kwa kumbe Mungu Roho Mtakatifu ndiye ambaye alihusika kwenye ndoto ya Nebukadreza, kuanzia kumuotesha hiyo ndoto mpaka kumpa tafsiri ya hiyo ndoto. Haleluya, wana Mungu. Kwa hiyo ninapokueleza vitu hivi siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya semina hii ya Roho Mtakatifu katika ndoto, Mungu anataka kujenga msingi fulani ndani ya nafsi yako. Msingi huu unaokusaidia kuelewa kwamba huwezi kuota ndoto kutoka kwa Mungu kama hujaoteshwa na Roho Mtakatifu, na hauwezi kufahamu tafsiri na maana ya ndoto kutoka kwa Mungu bila kujulishwa na Mungu Roho Mtakatifu. Yeye ndiye atakayekusaidia kuota ndoto za Mungu, na yeye ndiye atakayekusaidia kukujulisha siri ya tafsiri ya ndoto husika. Si kama tunaenda pamoja, wana wa Mungu. Si kwamba mapepo na roho nyingine chafu hazina nafasi za kukuotesha ndoto. Zinayo nafasi kabisa, lakini zenyewe zitakuotesha ndoto za mambo yake katika ulimwengu wake. Ila mtu pekee au kiungo pekee, nafsi pekee itakayokusaidia kupata ndoto kutoka kwenye madhabahu ya Bwana iliyokaa pale mbinguni kwenye kiti cha enzi, sio nyingine, ni Roho Mtakatifu peke yake. Oh, haleluya, wana wa Mungu. Karaba shandaraba. Sikiliza, ngoja nimalizie siku ya leo kwa kukupa maana 3 za neno ndoto. Nimalizie siku ya leo kwa kukupa maana 3 za neno ndoto. Maana 3 za neno ndoto. Nimalizie siku ya leo kwa kukupa maana 3 za neno ndoto. Muda huu tutaenda kuangalia maana ya ndoto. Maana ya ndoto. Tumekuwa tunaongea ndoto. Sasa unaweza ukajiuliza ndoto ni nini? Roho Mtakatifu ametupa maana 3 za ndoto kwenye hii semina. Tuanze na maana ya kwanza. Ndoto ni nini? Maana ya kwanza ya ndoto katika zile 3. Ndoto ni mawazo ya picha za hadithi
yanayomwijia mtu anapokuwa usingizini. Ndoto ni mawazo ya picha za hadithi yanayomwijia mtu anapokuwa usingizini. Ndoto ni mawazo ya picha za hadithi yanayomwijia mtu anapokuwa usingizini. Iko hivi, huwezi ukaota ndoto kama haujalala. Lazima ulale ndio unaweza ukapata ndoto. Ukiwa hujalala usingizi, hauwezi kupata ndoto. Ukipata picha ukiwa hujalala, hiyo haitwi ndoto, inaitwa njozi au maono. Ila ndoto ni lazima ulale kwanza usingizi. Haijalishi ni mchana, haijalishi ni usiku, haijalishi ni asubuhi, haijalishi ni kitandani, haijalishi ni kwenye gari, haijalishi ni mahala popote pale. Ini mradi ni umelala usingizi. Hata kama ni ndani ya maji, ini mradi ni umelala usingizi, ndipo unaweza ukapata ndoto. Na ndoto unayoipata inakuwa ni picha ya hadithi fulani, hadithi inayokusimulia mambo fulani unayokuwa unayaona kwa muda huo ukiwa umelala. Na ndio maana ndoto huwa zinakuja kama story fulani, hadithi fulani. Hiyo ndio inaitwa ndoto, ambao mimi na wewe mara kwa mara naweza kuwa tumekuwa tukipata hizo hadithi kwenye tunapolala. Hizo ndio zinaitwa ndoto. Maana ya pili ya ndoto, maana ya pili, ndoto ni maono ya mambo yajayo yanayomwijia mtu usingizini. Nukta. Yanaweza yakawa maono mazuri au mabaya. Narudia tena, ndoto ni maono ni maono ya mambo yajayo yanayomwijia mtu usingizini. Ndoto ni maono ya mambo yajayo yanayomwijia mtu usingizini. Nukta. Yanaweza yakawa maono mazuri au mabaya. Kwa maana ya pili ya ndoto, ndoto ni maono ambayo yanamwijia mtu akiwa usingizini, akiwa amelala, ndipo anapata hayo maono ambayo yanakuwa yanamuonyesha mambo yajayo. Inaweza ikawa ni mambo yajayo baada ya miaka kadhaa kufika, au inaweza ikawa ni mambo yajayo baada ya siku kadhaa, au inaweza ikawa ni mambo yajayo baada ya dakika kadhaa hapo ukiamka, au inaweza ikawa hata ni jambo linaloendelea kwa muda huo ukiwa umelala linatendeka. Ila likija kama ndoto, litakuja kama maono, kama picha fulani inayokuonyesha jambo lijalo ukiwa umelala usingizi. Na hilo jambo linaweza likawa ni nzuri au linaweza likawa ni baya. Iko namna hiyo. Sio kwamba eti ukipata mambo mazuri tu unasema sio ndoto, afu ukipata mabaya ndio unasema nimeota ndoto. Kwa sababu kuna watu wengi wao wanazania ndoto ni mawazo mabaya tu wanayoota usiku ndio ndoto, afu yale mazuri mazuri sio ndoto, ndio maono. Hapana, ikiwe ni kibaya iwe ni kizuri, vyote ni ndoto na vyote vinaweza vikawa vina ujumbe wa Mungu, na vikiwa na ujumbe wa Mungu huitwa ndoto au maono ya ndoto. Sisi kama tunaenda pamoja kanisa, ngoja nikupe na maana ya tatu ya ndoto ili uendelee kufahamu vizuri na kuelewa kuhusu ndoto, maana zake. Maana ya tatu ya ndoto, maana ya tatu ya ndoto. Ndoto ni ujumbe wa Mungu. Ndoto ni ujumbe wa Mungu unaokuja kama picha ya video. Ndoto ni ujumbe wa Mungu, ujumbe wa Mungu unaokuja kama picha ya video inayoonyesha taarifa ya msisitizo wa kutokea kwa jambo fulani. Ndoto ni ujumbe wa Mungu unaokuja kama picha ya video inayoonyesha taarifa ya msisitizo wa kutokea kwa jambo fulani. Inaweza ikawa ni wakati huu au wakati ujao, kwa muotaji anakuwa anaona anapokuwa usingizini. Kwa ndoto ni ujumbe wakati mwingine wa Mungu ambao unakuja kwa njia ya video. Yaani namna inavyokuwa unauona kwenye akili yako pale unapolala, unakuwa unauona kama video fulani, kama movie fulani, kama tamthilia fulani unaiangalia. Ndivyo inavyokuwa ndoto inaonekana ukiwa umelala, na inakuwa inakuonyesha msisitizo wa jambo ambalo linaweza likatokea wakati huo au wakati ujao, ambao muotaji, yani mimi na wewe kama ndio tunaota, unaweza ukawa unaona, na unaweza ukawa unaona jambo linalokuhusu wewe, au unaweza ukawa unaona jambo linalomhusu mtu mwingine. Zote zinawezekana. Ndoto sio
kuota mambo yanayohusu watu wengine tu, au sio kuota mambo yanayokuhusu wewe tu, ila ndoto zina nafasi zote mbili. Zina nafasi ya kuona jambo linalowahusu watu wengine, na pia zina nafasi ya kuona jambo linalokuhusu wewe. Kwa katika ndoto kuna aina mbili za uonaji, za kuona jambo lako au kuona jambo la watu wengine. Na jambo la watu wengine unaweza ukawa ni wakina nani? Unaweza ukaona jambo la mwenza wako wa ndoa kwenye ndoto. Mungu anaweza akakuotesha jambo la mume wako kwenye ndoto. Mungu anaweza akakuotesha jambo la ofisi unayofanyia kazi kwenye ndoto. Mungu anaweza akakuotesha jambo la wazazi wako kwenye ndoto. Mungu anaweza akakuotesha jambo la taifa lako, nchi yako kwenye ndoto. Mungu anaweza akakuotesha mambo ya kiongozi wako wa kanisa kwenye ndoto. Mungu anaweza akakuotesha mambo ya kwenye fellowship yenu pale kanisani kwenu kwenye ndoto yanayoendelea. Kwa Mungu anaweza akakuonyesha kwenye ndoto jambo la aina yoyote ile, la kwako na la watu wengine. Na anapokuonyesha anayaleta katika sura mbili. Anaweza akayaleta katika sura ya fumbo au akayaleta katika sura ya waziwazi. Anaweza akayaleta katika sura ya fumbo au akayaleta katika sura ya waziwazi. Akileta katika sura ya fumbo, huwezi kuelewa. Kama Nebukadreza, Mungu alimletea taarifa inayohusu jambo la watu wengine, jambo lake binafsi, hapo hapo pakawa pia pana jambo la watu wa taifa lake. Kwa Nebukadreza aliota ndoto iliyobeba vitu viwili kwa wakati mmoja. Kitu cha kwanza ni jambo lake kama mfalme, kitu cha pili ni jambo la taifa lake. Na Nebukadreza ndoto yake ilikuja katika mfumo wa fumbo, hakuweza kuelewa. Na tukiendelea mbele zaidi kwenye semina hii, tutaona na ndoto za watu wengine zilikuja waziwazi kabisa. Na ndio maana hata mimi na wewe leo hii kuna ndoto tunaweza tukaota ikawa ni fumbo ambalo hauelewi kabisa maana yake, na kuna nyingine unaweza ukaota ikawa ni ndoto ya waziwazi kabisa ambayo ukawa unaielewa maana yake. Kwa ni zote aina mbili unaweza ukaota, na zote zinatoka kwa Mungu. Haijalishi ni mbaya au ni nzuri. Mwana wa Mungu, kwa leo nitaishia hapa nikiwa naweka msingi kwenye semina yetu ya siku 5 ambayo tunajifunza somo linaloitwa Roho Mtakatifu katika ndoto. Kwa leo nitaishia hapa. Ninaendelea kukukaribisha tu kulike ukurasa huu wa Jerusalem Family TV. Kama unanisikiliza muda huu live kwenye ukurasa huu wa Jerusalem Family TV, nenda kwenye eneo la kidole gumba, like ukurasa huu ili ujisajili uwe unapata masomo kila wakati. Kama utapenda pia tembelea na channel yetu ya YouTube ya Jerusalem Family TV, subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe. Na pia ninakualika kujiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp na Telegram ya Jerusalem Family. Ukijiunga kule utaendelea kupata masomo, huduma na mambo mbalimbali kwa njia ya mtandao popote ulipo. Utaendelea kujifunza neno la Mungu. Kujiunga kwenye grupu letu ni bure kabisa. Hatuna tozo, ni bure kwa sababu ni huduma ya Mungu. Tulipewa bure, tunatoa bure. Kwa kama unataka kujiunga, tutumie namba yako ya WhatsApp tukuunganishe. Kama ni kwa Telegram, ukiangalia hapo kwenye description yetu tumeweka linki, jiunge moja kwa moja. Na pia somo hili au masomo haya semina yanapatikana katika mfumo wa CD kwa MP3. CD ya MP3 ni CD aina gani? Ni CD ambayo tumeifanya kwa MP3 tu. Hatujaibani kwenye CD kama CD. Tumeiacha katika one track au tumeiseparate. Inakuwa kwenye MP3. Kwa hiyo tunaweza tukakurushia popote ulipo kwa njia ya mtandao. Tunaweza tukakurushia kwa njia ya WhatsApp, tunaweza tukakurushia kwa njia ya email, tunaweza tukakurushia kwa njia ya Telegram. Kwa kama ukihitaji kupata MP3 za masomo haya Roho Mtakatifu katika ndoto, unaweza ukawasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Unaweza ukatutumia SMS ya kawaida kwa Vodacom, SMS ya kawaida kwamba ninaombeni mnitengenezee MP3, na utachangia gharama kidogo kwa sababu kutengeneza MP3 kuna gharama. Utachangia gharama kidogo, sio kubwa, tutakueleza. Kwa Vodacom SMS ya kawaida unaweza ukatutumia kwa namba 0758964405, 0758964405, 0758964405. Hii ni kwa Vodacom. Ukitaka kututafuta kwa WhatsApp, kama upo nchi za nje au uko Tanzania ni mpenzi wa WhatsApp zaidi,
unataka tukutumie MP3 ya CD ya somo hili la ndoto, masomo ya siku zote 5, baada ya semina kumalizika, unaweza ukaweka oda yako mapema ya kupata masomo haya ili uendelee kusikiliza zaidi ukiwa nayo nyumbani kwako, kwa sababu ukiwa na MP3 unaweza ukaweka kwenye flash memory card, tablet yako, simu yako, kompyuta yako, ukaendelea kusikiliza na kusikiliza. Tofauti nayo kwenye mtandao yanaweza yakapotea, lakini ukiwa nayo kwako utaendelea kuyapata kila siku. Unaweza ukatupata kwa WhatsApp kwa namba 255. Unaanzia na plus, yani alama ya kujumlisha 255, yani alama ya kujumlisha 255 683 509685, alama ya kujumlisha 255 683 509635, alama ya kujumlisha 255 683 509635. Hizi ni namba ambazo unaweza ukazitumia kama unataka MP3 ya masomo haya tuweze kukuandalia, unaweza ukazitumia. Na pia namba hizi tumeziandika hapo kwenye description ya somo hili, na kama hujaziandika vizuri tutumie kwenye email yetu, tutumie kwenye namba zetu na kwenye comment hapo tuandikie unataka namba hizi, tutakupa ili mambo yaende vizuri. Wana wa Mungu, ninaomba niombe, ikiwa leo ni siku ya kwanza tumehitimisha somo hili kwa siku ya kwanza. Ninaomba niombe kwa ajili yako ambaye umesikiliza somo hili, ili Mungu akusaidie msingi huu tuliouweka uweze kuzaa matunda, na kesho tuweze kukutana tuendelee na siku ya pili. Baba, nakushukuru, nasema asante kwa ajili ya wasikilizaji hao ambao Mungu amenisikiliza kutoka maeneo mbalimbali, iwe ni ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba damu yako ifike mahali hapa alipo mtoto wako. Mungu, naomba umguse katika mkono wako wenye rehema na neema, umsaidie msingi huu tuliouweka siku ya kwanza kuhusu somo hili la Roho Mtakatifu katika ndoto. Mwezeshe likae kwenye moyo wake, limsaidie kuanzia sasa akaanze kupata uelewa kuhusu ndoto, ili asitumainie tena miungu mingine katika ndoto zake, kama Nebukadreza alivyotumainia miungu mingine. Matokeo yake alishindwa kupata tafsiri sahihi. Katika jina la Yesu Kristo, na bomoa hiyo ngome katikati ya msikilizaji popote alipo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tusaidie, utupe moyo na Roho Mtakatifu akae pamoja nasi, ili tukaweze kupata ndoto na tukazielewe kwa uwezo wako Roho Mtakatifu uliye mwalimu wetu, katika jina la Yesu. Kama unanisikiliza pia muda huu haujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado haujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumpokea Yesu Kristo sio dini mpya. Kumpokea Yesu Kristo ni kuacha dhambi na kuanza kuishi maisha matakatifu. Kama unataka leo kumpokea Yesu Kristo, unaweza ukafuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa zawadi ya semina. Nimesikia neno lako, nimekuwa nikitumainia dhambi na miungu mingine kama Nebukadreza. Leo ninageuka, naomba unisamehe dhambi zangu. Ninakupokea leo Yesu Kristo, naomba uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisaidie kuanza safari mpya ya uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba niombe kwa ajili yako, na kama kuna mtu ananisikiliza muda huu, kuna mahala anaumwa, shika mkono hapo unapoumwa, una shida fulani, jiungamanishe na madhabahu ya Jerusalem Family. Napoomba Mungu anamaliza hiyo shida. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya huyo aliyekupokea siku ya leo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Naomba Mungu msaidie, Bwana Yesu, msingi aliyoupata wa somo hili uweze kumwezesha akaanze kupata chakula cha kukulia wokovu. Mungu kamtafutie mahala sahihi pa kukuza wokovu wake, ili imani yake ikakue isidumae, kwa msaada wa jina la Yesu Kristo. Naomba hata kwa ajili ya waliobeba ugonjwa ndani yao, wengine wana magonjwa ya tumbo, wengine sukari, wengine pressure, wengine miguu, wengine wana shida za kiuchumi, wengine wana shida za magonjwa ya kiuno. Bwana Yesu, kila tabu mbalimbali zinazowatesa watoto wako muda huu, ninawatamkia uponyaji katikati ya hiyo shida, na watamkia majibu katikati ya hiyo shida. Popote unaponisikiliza, sema amen kwa jina la Yesu. Mungu akuponye, Mungu akusaidie majibu katikati ya hiyo changamoto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea uzima katika jina la Yesu. Sema amen. Kama nimenisikiliza na umempokea Yesu kwa mara ya kwanza, wasiliana nami hapo chini kwenye comment, andika comment yako, au nitafute kwa namba ya WhatsApp ambazo nimezitaja na nimeziandika hapo kwenye utangulizi wa somo hili.
niambie nimempokea Yesu, nitakuunga kwenye grupu letu la Jerusalem Family, uendelee kupata masomo yatakayokusaidia kukua kiroho. Na pia anza kwenda kanisani kwenu unakosali, nenda kajieleze kwa kiongozi wako wa kanisa, kamwambie mimi nimempokea Yesu, nataka kuanza kusali kama muumini hai wa hili kanisa. Atakupa maelekezo. Na pia kama wewe ni Mkristo Mkatoliki, unaweza ukajiunga na fellowship ya charismatic ukaendelea kukua kwa kiroho. Mungu akakusaidia kuendelea kuongezeka imani yako. Mwana wa Mungu, usikose pia maombi ya asubuhi kila siku kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Maombi yanaendelea asubuhi kwa ajili ya kuandaa semina hii. Usikose maombi hayo kusikiliza asubuhi, na tuombe na tujifunze pamoja jioni katika hii semina. Mungu akubariki na kukulinda katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunavunja roho za visasi na malipizi kwa damu ya Yesu Kristo, viwe mbali nasi. Unaweza ukasema amen. Ubarikiwe sana na Bwana Yesu. Haleluya, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana.